hukmu alqiyami fil fardhi, hukumu ya kusimama katika swala ya faradhi. Hukumu ya kusimama katika hii swala ya faradhi. Swala ya faradhi tunakusudia salatul fajri, salatul dhuhri, salatul asri, salatul maghrib wa salatul isha. Je, kule kusimama wakati unaitekeleza ibada ya faradhi, nini hukumu yake kuhusiana na ibada hii ya swala? Alqiyamu fil fardhi, kusimama katika swala ya faradhi, rukunun min arkani swalati, ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Wa fardun min furudhiha, na ni faradhi miongoni mwa faradhi za swala. Al-adilla, tuangalie dalili. Awalan min al-kitab, kwanza ni kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, wa qumu lillahi qanitina, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mukiwa wanyenyekevu na mukiwa ni watulivu. Hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuamrisha ya kwamba yule ambaye atakuwa anaitekeleza ibada ya swala, kwanza wakati anatakiwa kuitekeleza ibada ya swala, awe anasimama katika swala yake, kisha awe na unyenyekevu, awe na utulivu wakati anaitekeleza ibada ya swala. Hiyo ni suratul Baqara aya nambari 238. Wajhu dalalati, tuangalie mwongozo wa dalili. Anna almurada bihi, hakika makusudio ndani ya nini? Alqiyamu fi salati biijma'i almufassirin, hakika ya makusudio kwenye hii aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pindi aliposema waqumu, na simameni. Hii simameni, makusudio yake alqiyamu fi salati ni kule kusimama katika swala biijma'i almufassirina, kwa kukubaliana wanaotafsiri Qur'an. Kwa hiyo ikiwa unasimama katika ibada ya swala ambayo ni ya faradhi, umewajibika kwa kupitia aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wakati mnaitekeleza ibada ya swala mukiwa ni wanyenyekevu na mukiwa na utulivu ndani yake. Kaangalie kitabu Al-Bahru Ra'iq libni Nujaini, kitabu nambari 1 ukurasa ni 308. Thaniyan min as-sunnati, tuangalie dalili ya pili, ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. An Imran bin al-Husayn radhiyallahu anhu, kutoka kwa Imrana mtoto wa al-Husayn, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, qala, amesema, kanat bi bawasiru, nilikuwa na ugonjwa wa bawasiri. Gonjwa la bawasiri ni yule ambaye atakuwa amepata mtihani, sehemu yake ya siri ya nyuma huwa kuna nyama inatoka, huwa tunaita tumbo la basiri, wengine wanaita tumbo la mjiko. Huwa ile nyama kuna wakati inafanya nini? Inatoka. Mimi nishashuhudia mtu mwenye maradhi ya aina hiyo. Tena wakati mwingine huwa mtu anatoka nyama ndefu
kiasi cha kwamba ile nyama huwa inachukua vumbi na mchanga. Sheikh, Allah atuhifadhi na haya maradhi. Lakini kwa sasa alhamdulillah watu wamepiga hatua katika upande wa tiba. Sasa hivi mtu anafanyiwa upasuaji, ile nyama huwa inafanya nini? Huwa inatolewa na anapona biidhnillahi taala. Kwa hiyo sahaba huyu anasema ya kwamba kanat bi bawasir, mimi nilikuwa na huu ugonjwa wa kutoka nyama sehemu ya siri ya nyuma. Fasaltu nabiyya sallallahu alayhi wasallam ani salati, nikamuuliza Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, kutokamana na ile swala ambayo natakiwa kuswali hali ya kuwa nina hayo maradhi. Faqala, Mtume akamwambia sahaba wake, swali qaima, swali hali ya kuwa umefanya nini? Umesimama. Kwa sababu kusimama ni ruknun min arkani salati, ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Kwanza, kama kuna uwezekano sahaba wangu unaweza kuswali hali ya kuwa umesimama, fasalli qaima, swali hali ya kuwa umefanya nini? Umesimama. Fa in lam tastati, ikiwa huwezi kuswali hali ya kuwa umesimama, fa qa'idan, swali hali ya kuwa umefanya nini? Umekaa. Tuelewana Kiswahili hapa? Kama huwezi kusimama sahaba wangu kulingana na maradhi uliyokuwa nayo, fasalli qa'ida, basi swali hali ya kuwa umekaa. Fa in lam tastati, na ikiwa huwezi kuswali hali ya kuwa umekaa, fa ala jambi, swali hali ya kuwa umelala ubavu. Yani unalala ubavu hali ya kuwa umeelekea wapi? Umeelekea kibla, wakati unaitekeleza ibada ya nini? Ya swala. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Una uwezo wa kuikimbia swala hata kama we ni mgonjwa unaumwa? Hakuna uwezo huo. Kama ukisimama unahisi kisunzi, swali hali ya kuwa umekaa. Ukihisi pia kwamba kukaa kwangu napata shida, swali hali ya kuwa umelala ubavu. Swala hiyo unaikimbilia wapi? Hakuna. Haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa mtu ambaye alikuwa anashtakia maradhi yake. Hadithi imepokewa na Imamu Bukhari kwa nambari 1117. Thalithan min al-ijma'i, tuangalie muongozo wa tatu au dalili ya tatu, ni kutokamana na makubaliano ya maulama. Qala Ibn Hazm rahimahullah, amesema mwanachuoni Ibn Hazm, Mwenyezi Mungu amrahamu, wattafaqu, na wamekubaliana maulama, ala anna alqiyama fiha, kwamba hili jambo la kusimama katika swala ya faradhi, fardhun, ni lazima, liman la illata bihi wala khawfa, kwa yule ambaye hana kasoro yani ya maradhi, hana dosari ya maradhi, wala hana hofu kwenye swala yake, yupo na utulivu, basi mtu huyo anatakiwa ayusalli ya qaima, aswali hali ya kuwa amefanya nini? Amesimama. Tumeelewana vyema hapo? Nenda kwenye kitabu Maratibul Ijma'i ukurasa ni wa 26. Waqala an-Nawawi rahimahullah, Imamu an-Nawawi naye amesema, falqiyamu fil faraid, jambo la kusimama katika swala za faradhi, fardhun bil ijma'i, hiyo ni lazima kwa makubaliano ya maulama. La tasihhu salatu, hala haitokubalika swala, min alqadiri alayhi illa bihi, kwa yule ambaye ana uwezo wa kusimama kwenye swala, isipokuwa asimame ndio swala yake inakubalika. Tumeelewana? Huwezi kuja kwa utashi wako na fikra zako tu
ukasema leo nimekula sana, nimelemewa sana, kwa hiyo salatul ishai nitaswali hali ya kuwa nimefanya nini? Nimekaa. Na huu ni mtihani katika kula wanadamu. Wewe unakula kama hautofika kesho, shekhi. Umeruhusika jioni kufuturu, kula kama uwezi, lazima ushibe. Ligawanye tumbo mara ngapi? Mara 3, shekhi. Sehemu ya kwanza ni ya kula. Kile chakula chako weka sehemu yake kwenye tumbo lako. Sehemu ya pili ni yale maji yako ama kile kinywaji chako unachokunywa, pia weka nafasi yake. Sehemu ya 3 ni kule kupumua na kuhema, uwe na nafasi yako. Lakini leo wewe unakula, sehemu ya chakula umejaza chakula, sehemu ya maji umejaza chakula, sehemu ya pumzi umejaza chakula. Sasa wewe utakunywa vipi maji na unayataka maji? Utaweza vipi kuhema vizuri wakati umejaza sehemu ya pumzi chakula? Na hii Ramadhani tunauawa kwa kupitia kula. Mtu akikaa pale kwenye meza ya chakula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watu wale kulingana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa usije tu umeshiba huko ateuka juu juu, tumbo halina nafasi, unaona ya kwamba mimi nikiswali kusimama, nikifikia kwenye rukuu huenda vikamwagika vyote hapa kwenye busati au carpet. Bora ni swali hali ya kuwa nimefanya nini? Ukiswali hali ya kuwa umekaa, shekhe, swala yako haitokubalika. Kwa sababu gani? Wewe una uwezo wa kuswali hali ya kuwa umefanya nini? Umesimama. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3 kurasa 258.